Leo nataka tena nikuletee somo mambo ya kijinga ambayo wanandoa hufanya ambao huharibu ndoa zao wenyewe. Leo nataka nizungumzie issue ya ujinga au ukichaa au upumbavu ambao wewe kama mwanaume, wewe kama mwanamke unaweza kuufanya ambao karibu ndoa yako wewe mwenyewe binafsi. Moja ya ujinga au upumbavu au ukichaa unaweza kukufanya wewe kama mwanandoa ni kumtukana, ni kumpiga, ni kumshambulia mwenza wako wa maisha. Kwa nini ninasema ya kwamba ni ujinga, ni ukichaa au ni ugonjwa wa akili? Biblia inatuonyesha ya kwamba mwanamume na mwanamke ni mwili mmoja. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24, mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, nao wataambatana na kuwa mwili mmoja. Sasa unaposhambulia mwili wako, unaposhambulia sehemu ya kiungo chako, tumeona mwanaume na mwanamke ni mwili. Mtu yoyote yule ambaye anaushambulia mwili wake yeye mwenyewe ni mpumbavu. Mtu yoyote yule ambaye anaushambulia mwili wake ana ugonjwa wa akili. Tunaona kutoka kwenye kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 2 mpaka wa 5 wa kijana ambaye alikuwa ni kichaa, alikuwa na ugonjwa wa akili. Kijana huyu alikuwa na kama kaburini. Kijana huyu alikuwa anajishambulia yeye mwenyewe, alikuwa kiumiza mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kama unaupiga mwili wako wewe mwenyewe ambaye ni mkeo au ni mmeo, wewe una ugonjwa wa akili ambao unasababishwa na mapepo. Yule kijana alikuwa na mapepo mengi. Kwa hiyo kumpiga mwenza wako wa maisha ni dalili ya kwamba una pepo la hasira, una pepo la ugomvi, una pepo la chuki, una pepo la kiburi, una pepo la kutokuelewana, una pepo la kutokujiamini. Lazima kuna pepo mmoja au mwingine ambaye anakuingia ili uweze kumshambulia mwenza wako wa maisha. Haiwezekani nyie ni mwili mmoja alafu mkaanza kushambuliana. Kwa hiyo ukiona ya kwamba una shambulizi haswa lile ambalo linasababisha uharibifu wa hisia za mwenza wako, uharibifu wa mwili wa mwenza wako, au uharibifu hata maisha yake, hii ni dalili ya kwamba wewe ni mgonjwa wa akili au wewe ni mpumbavu. Sababu ya pili kwa nini nasema hivyo, Biblia inasema Mithali 14:1, mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake, bali mpumbavu ubomoa kwa mikono yake yeye mwenyewe. Mwanamke au mwanamume mwenye hekima hujenga ndoa yake, bali yule ambaye ni mpumbavu hubomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo unapotumia mikono yako kupiga mke wako, kumpiga mume wako, ni dalili ya kwamba wewe ni mjinga, wewe ni mpumbavu, unabomoa nyumba yako mwenyewe ambayo ulitakiwa uijenge. Ndoa ni nyumba ambayo inatakiwa kujengwa kwa upendo, kujengwa kwa hekima, kujengwa kwa uvumilivu, kujengwa kwa amani, kujengwa kwa furaha. Kwa hiyo ni maombi yangu ya kwamba Mungu akapate kukukomboa na huo ujinga katika jina la Yesu. Kama unafanya hivyo, ni maombi yangu ya kwamba huo ukichaa, hilo pepo la ukichaa, Mungu akaliondoe. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo kukapate kuwa na hekima ya kuendesha ndoa yako. Ninaomba furaha kapate kuwa ni sehemu ya ndoa yako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Pokea hekima ya kukaa na mwenza wako, pokea hekima ya kuweza kuijenga ndoa yako. Mungu akubariki sana unapoendelea kusikiliza mfululizo wa mambo ya kipumbavu ambao wenza wanayafanya, ambao inaharibu ndoa zao wenyewe. Kwa majina naitwa Dr. Robert Israel au Mberwa. Mimi ni mwalimu, ni kocha wa masuala yanayohusiana na mahusiano na ndoa. Kwa ajili ya mawasiliano, kama una issue ya ushauri, issue ya maombezi, unaweza ukawasiliana pamoja nami kupitia namba hii 0715832005. Tafadhali sambaza ujumbe huu kuwafikia watu wengi
ili Mungu aweze kuziponya na kuzikomboa ndoa zetu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Tuonane kwenye kipindi kingine kama hiki nyakati zingine. Bye bye.